Mpendwa mtazamaji, na kukaribisha katika tafakari ya siku ya Jumamosi ya juma la 17 la mwaka. Injili ambayo inatuongoza katika tafakari yetu inatoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 14 aya ya kwanza hadi ya 12. Katika injili ya leo inatupeleka katika simulizi linalosikitisha, lakini linatupa fundisho kubwa kwenye maisha yetu. Ni simulizi la kuuawa kwa Yohane Mbatizaji. Hakufa kwa sababu alikuwa ni muovu, alikuwa ni mwizi, au alitenda jambo lolote ambalo ni kinyume cha sheria, bali alikufa kwa sababu alisema ukweli. Yohane Mbatizaji alimwambia bila hofu wala bila uoga Mfalme Herode wazi wazi kabisa kwamba si halali kwako kumchukua mke wa ndugu yako. Alijua maneno haya yangemgharimu. Alijua angefungwa gerezani. Alijua angeweza hata kuuawa. Lakini hakubadili ukweli huu na wala hakujilinda, bali wazi wazi alimwambia Herode kwamba unachofanya si halali. Herode alikuwa na mamlaka makubwa. Alikuwa na jeshi, alikuwa na mali, na alikuwa na heshima zote za kidunia. Lakini ndani ya moyo wake alikuwa mtu dhaifu. Aliishi kwa kuogopa watu, aliapa bila kufikiri, na baadaye akaamua kumuua Yohane Mbatizaji, si kwa sababu aliamini yuko sahihi, bali kwa sababu aliogopa aibu mbele ya wageni wake. Hapa tunaona utofauti mkubwa sana kati ya Yohane Mbatizaji na Herode mwenyewe. Yohane alikuwa amefungwa gerezani, lakini alikuwa huru kwenye moyo wake. Wakati Herode, yeye alikuwa mfalme, ana nguvu, ana jeshi, lakini alikuwa mtumwa wa hofu, mtumwa wa kiburi, na mtumwa wa macho ya watu. Ndugu zangu, hata leo tunakutana na majaribu kama haya. Mara nyingi tunajua kilicho sahihi, lakini tunaogopa kukisema. Tunaogopa kupoteza marafiki. Tunaogopa kukosolewa. Tunaogopa kuitwa labda washamba au labda wasioenda na wakati. Lakini mwaliko ambao Bwana wetu Yesu Kristo anatupatia sio kufuata watu wanasema nini, bali ni kusimama katika ukweli, ni kuwa mashahidi wa ukweli. Kama Wakristo, kupitia ubatizo wetu tumeshiriki utume wa kinabii wa Kristo. Hiyo ina maana kwamba hatupaswi kuishi kimya wakati uongo, dhuluma na dhambi vinatawala. Tunapaswa kusema ukweli kwa upendo, kwa hekima na kwa unyenyekevu, lakini tusiache kusema ukweli kwa sababu ya hofu. Mtume Paulo kwenye kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 aya 29, Mtume Petro anatuambia imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Huu ni mwaliko wa Petro kwamba linapokuja swala la kumtii Mungu, hakika tunapaswa kumtii Mungu na sio binadamu. Na Mtakatifu Paulo kwenye waraka wake kwa Warumi sura ya 8 aya ya 31, Mtume Paulo anatuambia ikiwa Mungu yu upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Kama Mwenyezi Mungu yuko upande wetu, Mwenyezi Mungu anatupigania, Mwenyezi Mungu ndio kila kitu katika maisha yetu, ni nani aliye kinyume chetu? Ndugu zangu, wakati mwingine ushindi wa uovu hautokani na nguvu iliyopo kwenye uovu wenyewe. Hapana, bali unatokana na ukimya wa watu wema. Pale ambapo watu wema wanafunga vinywa vyao, hawataki kusema ukweli, hapo ndipo wakati mwingine tunaona uovu unashinda,
uovu unashamiri kwa sababu watu wema wapo kimya. Mtakatifu Papa Pius wa 10 aliwahi kusema kuwa nguvu kubwa ya shetani katika dunia yetu ya leo ni udhaifu wa Wakristo wanaoogopa kutetea ukweli. Mtakatifu Papa Pio wa 10 anatoa sentensi ambayo kusema ukweli tukitafakari kwa kina ni sentensi yenye nguvu na yenye mashiko, kwamba ushindi wa shetani duniani ni udhaifu wa Wakristo kuutetea na kuusema ukweli. Hili ni onyo hata kwetu leo. Tujiulize, je, ninaacha kusema kilicho sahihi kwa sababu ninaogopa watu watanifikiriaje? Je, maisha yangu yanamtukuza Mungu au yanatawaliwa na maoni ya watu, kwamba watu wanasema nini? Yohane Mbatizaji anatufundisha kwamba ni afadhali kupoteza kila kitu kwa ajili ya kuutetea ukweli kuliko kupoteza dhamiri zetu kwa ajili ya sifa ya dunia. Lazima tusimame kwenye ukweli. Mwisho wa yote, Herode alipoteza amani ya moyo, lakini Yohane japo alikatwa kichwa, aliuawa, lakini alipata taji ya utukufu mbinguni. Nasi tuombe neema ya kuwa Wakristo wenye ujasiri, wanaosema ukweli kwa upendo, wanaoishi Injili bila woga, na wanaomweka Mungu mbele ya kila kitu. Mungu anakuwa wa kwanza na mengine yanafuata baadaye. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.